Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazipeperusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama yeyote, tunaomba ukaweze kubonyeza alama ya like, na karibu ni kuhabarishe kwa undani. Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hapa Tanzania wa Suluhu Hassan sasa hivi amekinukisha katika bunge la kitaifa, jambo ambalo limesababisha vita vikali kuchacha na kutanda katika bunge la kitaifa. Jambo hili limeweza kusababisha taharuki katika serikali ya CCM na Samia Suluhu Hassan haamini na yeye mwenyewe yu taabani. Kivipi? Kulikuwa na mlipuko mkubwa katika bunge la kitaifa, na ikumbukwe ya kwamba bunge la kitaifa, wabunge wengi 99% ni wale ambao walijichagua kupitia chama cha CCM, chama tawala. Tuko na wabunge wawili tu ambao wanatoka katika mrengo upinzani, wengine wote ni CCM. CCM ndio imeanzisha vita hivi. Kivipi? Kuna madai ambayo yalitolewa kwa juma moja lililopita kupitia mbunge ambaye anawakilisha baraza la uwakilishi kutoka Zanzibar, ambaye anaitwa Simai Mohamed Saidi. Wakati huyu tunasema ni chawa tu wa Samia Suluhu Hassan, kuna matamshi ambayo aliyatoa wakati alikuwa bungeni wiki jana. Akasema ya kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imecheleweshwa kufanya maendeleo ama kufanikisha miradi ya maendeleo kwa sababu kuna msaliti ambaye ni Yuda yuko serikalini. Jambo hili limekuwa likitia wasiwasi mkubwa kwa wananchi na kwa wabunge wengi, na huyu ni mwana CCM kutoka kule Zanzibar ambaye ni mwandani wa Samia Suluhu Hassan, chawa wake ambaye aliamua kumvamia Emmanuel Nchimbi kuwa ni msaliti, ni Yuda ambaye anachelewesha mambo mengi, masuala muhimu katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa wakati vikao vilikuwa vinaendelea, mbunge mmoja kutoka Ruvuma aliweza kusimama na kukinukisha katika bunge la kitaifa kwa kusema ya kwamba sasa huyu mbunge Simai alisema kuna Yuda serikalini. Sasa tunataka kumjua huyu Yuda ambaye anasema ni msaliti ni nani? Jambo hili liliweza kusababisha taharuki kutanda katika bunge hilo, watu wakachacha, vita ikaanza hapa na pale, kwa sababu hakuna vile Emmanuel Nchimbi anaweza kuchafuliwa jina, na yeye ndiye makamu wa rais. Yeye ni nambari ya pili katika uongozi wa taifa hili la Tanzania. Mbunge huyu wa Ruvuma alikinukisha, akasema iwezekani Emmanuel Nchimbi, sasa tunataka tujue mbona anaitwa msaliti, mbona anaitwa kwamba yeye ni Yuda, na yeye alimsaidia Samia Suluhu Hassan katika kilichosemekana ni uchaguzi uliopita 29 Oktoba mwaka wa 2025 mwaka jana. Sasa hawa wana CCM peke yao hawapendani, na tunajua tu hapa Tanzania kwamba Samia hataki kumuona Emmanuel Nchimbi Ikulu, na hata mikutano mingi Samia Suluhu Hassan amtumii Emmanuel Nchimbi, anatumia aliyekuwa rais ambaye anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete, anaenda kuanzisha miradi ya maendeleo. Mara nyingine huwa anatumia waziri mkuu ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba, anaenda kuanzisha ama kuzindua miradi ya maendeleo. Anamwacha nje Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wake, anastahili kutoa usaidizi kwa uongozi wa Tanzania. Unajua Samia alikasirika kwa Emmanuel Nchimbi kwa sababu kwa kile kilichosemekana ya kwamba yeye anaenda kufanya nini, kuwania kiti cha urais katika mwaka wa 2030. Sasa jambo hili ndilo liliweza kutia wasiwasi mkubwa, ndio maana Emmanuel Nchimbi hatakiwi, na kuna vita vya udini. Najua hawa wa Zanzibar ama tuseme hawa dini ya Samia Suluhu Hassan ambayo ni ya Kiislamu, waliweza kutoa mashambulizi mengine kwa kusema ya kwamba ikiwa Samia ataondolewa mamlakani watakatana vichwa hapa Tanzania, na huyo mtu hajawahi chukuliwa hatua yoyote.
Na Emmanuel Nchimbi sasa yeye ni Mkatholiki, na sasa wanasikia wivu wakati anafanya ziara kwa kanisa za Kikatholiki. Kwa hivyo vita ni nyingi ambazo zinaendelea kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan, hadi imefika chama chawa wa Samia Suluhu Hassan wanamrushia vijembe ambaye ni Emmanuel Nchimbi serikalini. Wanasema yeye ni Yuda, wanasema yeye ni msaliti, wanasema yeye hatoshi, wanasema mara nyingine wanataka kuwasilisha mswada wa kumuondoa mamlakani kwa kutukua na imani na Emmanuel Nchimbi, jambo ambalo tunalisubiria tuone kama linaweza kupitishwa na kufanikishwa katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo ni mengi ambayo yanaendelea sasa hivi, lakini kwa kusema ukweli halisi, Samia alijichagua akajitangaza kuwa rais, baadaye akajiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, na katika uwanja wa kijeshi hata hakuna Mtanzania wa kawaida hatukuruhusiwa kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Sasa hayo ndio yanaendelea hapa Tanzania, vita vikali, vumbi. Sasa mbunge huyu wa Ruvuma wakati alikinukisha kusema ya kwamba tunataka tujue Yuda, mbona mnamuita Emmanuel Nchimbi Yuda, mbona mnamuita msaliti, ikamlazimisha spika wa bunge la kitaifa Zungu akamzimia mikrofoni, ukipenda kipaza sauti, ili asije akakinukisha zaidi, kwa sababu CCM hii imeandikwa wazi. CCM hii chama cha mauaji, yani ni chama cha mapinduzi, lakini sasa ni chama cha mauaji. CCM chama cha mauaji. Sasa wao wenyewe wameanza kugeukiana. Nimeona taarifa zingine ambazo tutazileta baadaye. Kuna huyu mkuu wa mkoa ambaye naye ameaga dunia. Sherehe zimeweza kutanda hapa Tanzania katika mitandao ya kijamii kwamba wale ambao walidhani ya kwamba hawezi kukufa, Mungu akikuita lazima uende, hata ukiwa na bunduki unaenda tu, huwezi kuzuia kifo. Nitaleta hayo baadaye. Kwa hivyo changamoto ni nyingi ambazo zinaendelea hapa Tanzania, hapa na pale, kila wakati, lakini tuzidi kuombeana sana sana. Lakini Emmanuel Nchimbi yeye anaendelea kuvamiwa, hawamtaki serikalini, anatakiwa aondoke, lakini sasa wameshindwa vile watafanya ili kufanikisha shughuli za kumuondoa mamlakani ambaye anashikilia kwa sasa. Unajua hata hakuwa anatakiwa yule Samia Suluhu Hassan alikuwa anampenda sana huyu Pashiti ambaye ni waziri wa mawasiliano na habari, Paul Makonda awe mgombea mwenza, lakini Jakaya Mrisho Kikwete akamleta huyu Emmanuel Nchimbi akawa mgombea mwenza wa Suluhu Hassan, kisha baadaye akaapishwa na kuingia afisini kama makamu wa rais. Kwa hivyo katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030 Suluhu watakutana tu na Emmanuel Nchimbi kwa debe katika kiti cha urais. Tuone nani anaenda kufaulisha shughuli hii mapema na asubuhi. Ingawa huyu Samia Suluhu Hassan ameonekana kuja kufanya nini, kuchafua taifa letu. Tumenyimwa misaada, tunapitia changamoto za hapa na pale kwa uongozi wake. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho ukaweza kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe hapo chini na washe kengele. Tutakutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.